Juni 20, Ijumaa, mwaka wa 2025. Nahodha wa mnara wa mlinzi katika maeneo matatu. Kipaji na kazi bora. Isaya 62:6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi mnaomwita Bwana, msijipe pumziko. Kuna hatua za kugeuka muhimu za remnant wanapoishi maisha yao. Mojawapo ya sehemu za kugeuka utakazokabiliana nazo zipo ndani ya familia na ukoo wa familia. Kwa hivyo, wewe ni nahodha wa mnara ambaye huokoa ukoo wa familia yako. Hii ni tume yako. Lazima ugundue vipaji vyako kutoka ndani ya ukoo wa familia yako. Kwanza, ili kugundua vipaji vyako, kuna haja ya kuwa na mawe ya kukanyagia. Hayo ni makovu yako ya kale. Lazima ubadilishe makovu ya maisha yako kuwa misheni yako kamili. Ni kwa sababu unaweza kugundua majibu ya milele ya zama hii kupitia makovu uliyopokea kutoka kwa familia yako. Unaposoma kuhusu wahusika maarufu, lazima uthibitishe sababu ya kumhitaji Kristo. Lazima pia ujue sababu ya sikukuu tatu pamoja na siri ya ibada na maombi. Ni wakati huu majibu ya upekee na uumbaji upya yatatoka, na hii itasababisha kipaji ambacho wewe tu unaweza kufanya. 3. Utaanza kutengeneza kazi bora yako. Jibu la kuhariri kwa mfululizo inamaanisha kupata majibu tena na tena kwa njia ya neno la Mungu. Mara hariri itafanyika, utaweza kupanga. Kisha utaona unachopaswa kufanya kwenye shamba na utaweza kubuni. Yusufu alipata uinjilisti wa dunia aliopaswa kuwafanya ndani ya magumu aliyokabiliana nayo wakati akiishi nyumbani kwao. Vivyo hivyo, kuanzia leo, jipe changamoto ya kuitazama familia yako na kugundua talanta ambazo Mungu alikupa ili kusaidia kuokoa ulimwengu. Ombi la leo: Mungu Baba, nisaidie kuanza changamoto ya kuinua batizani ya maombi ya kugundua misheni kamili yangu badala ya kubaki ndani ya makovu ya familia yangu. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amina.